Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Watumiaji wa barabara kutoka Goba njia 4 kuelekea Tegeta A kwenda Madale wameiomba serikali iweze kuwakarabatia karavati linalounganisha wakazi wa Tegeta A na Goba, kwani limekuwa linakata mawasiliano mvua zinapozidi na kupelekea adha kubwa. Wameiambia Kurasa kipindi kama hiki cha mvua huwa inalazimu kuzunguka mpaka Mbezi Mwisho au kwenda Tegeta ili waweze kufika kwenye makazi yao kwa karavati hilo kuzidiwa na maji ya mvua. Daraja hili mvua ikishanyesha huko maji yanapita mpaka juu huko. Maji yanapita mpaka juu na maana yani njia kifupi haifai kabisa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali ingefanya mbinu yoyote tusaidie kuhusu hii daraja na hii barabara kwa ujumla, yani tuizungumzie hii barabara kwa ujumla. Hii barabara haifai. Daladala nyingi inatumia njia hii, haitumii ile kule, inapelekea wanazunguka. Yaani ni muda hapo wanapoteza muda vile vile. Inabidi izunguke ipitie hivi waelekee sehemu zao husika. Kwa hiyo tunaiomba serikali kama serikali iangalie tatizo, kwa sababu ni muda mrefu amekuwa akisema watafanyia kazi, lakini inapita miaka hii inaenda tunadanganyana, lakini barabara ni mbovu. Asilimia kubwa nakuta kuna mashimo, kwa hiyo likijaa maji inakuwa ngumu kwa magari kupita. Sana sana magari madogo ya NCCC yaliyo huko chini. Kwa hiyo tunaiomba serikali na uongozi wa serikali ya mtaa, diwani wote wanaonisikia kupitia East Africa watusaidie kuturekebishia, hata kama basi haiwezekani kurekebisha kwa kiwango ambacho kinatakiwa kwa sasa, kijazo kifusi ambacho kitawezesha magari kuweza kupita kwa njia rahisi zaidi. Tuendelee na Kurasa. Wakazi wa jimbo la Uliankuru katika kijiji cha Mwongozo wamelalamikia kucheleweshwa kupata mikopo 10% inayotolewa na halmashauri kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Hali hiyo imewalazimu katibu tawala wa wilaya ya Kaliua mkoani Tabora kutolea ufafanuzi kwa wananchi jinsi mikopo hiyo inavyopatikana. Na hili mheshimiwa mkuu wa wilaya wala halina mtu mwingine wa kumpelekea, ni mimi mwenyewe. Kauli yangu mbele ya umma ni kwamba kuanzia Jumanne ya wiki ijayo kwa vikundi vyote ambavyo kwa sasa havina changamoto yoyote vitaanza kupokea mikopo. Ninakusudia kuandika taarifa ambayo itafika kwa kila kikundi chenye kasoro. Lengo ni kuhakikisha wanaboresha na kurekebisha kasoro zao ili katika madirisha yanayofuata waweze kunufaika na mikopo hiyo. Tunaomba sana sisi wakina mama mtuangalie kwenye mikopo za halmashauri. Tumetoa barua za maombi muda mrefu sana, lakini hatujapata majibu yake. Naahidi tukipata mikopo hii ya 10% tutairudisha. Tutaifanyia kazi tuliyoombea. Hatutamwangusha katibu tawala ambaye anasimamia mikopo hii. Kwa kama mimi kijana mmoja wapo shajiunga kikundi, hata vijana wengine na washauri ninawapo ushawishi wakajiunga kwa vikundi ili tupate 10% ya mikopo. Pia tunapenda sana kumshukuru kwa kuja huku Uliankuru kutuhamasisha. Tumalizie Kurasa kwa hili. Uwepo wa vipuri vya magari visivyo na ubora imetajwa kama sababu ya kuendelea kutokea kwa ajali za daladala licha ya ukaguzi uliofanyika hivi karibuni na jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani. Wakiongea na EATV, madereva daladala mkoani Dar es Salaam wamesema kuwa hulazimika kununua vipuri visivyo na ubora sababu ni bei rahisi kuliko vile vyenye ubora, na kuziomba mamlaka ziangalie namna ya kupunguza ushuru kwenye vipuri original. Uimara spare hautabiliki kwa sababu unavona dukani unaambiwa spare ziko za aina mbili. Kuna spare original na spare ambazo fake, ambazo zinanyanya zile under license. Unaona? Kwa hiyo pale kila spare na bei yake. Bei ya original tofauti na vile vile bei ya spare ambazo za kawaida na bei yake. Unaona? Kwa hiyo sasa sisi sababu ni hizi gari za biashara, na mara nyingi biashara ataka mtu ulafu faida, lazima utanunua ambaye bei ya kawaida ili upate faida. Yani OTBS wanatakiwa wasimamie ile swala vitu viwe original. Swala kwa kitu juu sio tatizo. Kwa sababu unaweza ukafunga kitu feki ukatoa kitu kwa 300,000. Ukakuta kitu cha 250,000 ukanunua ukatembea wiki kikaribika, lakini kitu OG ukatumia mwaka, miaka miwili. Wapite kila maduka kuangalia vitu vyenye ubora na sivyo vyenye ubora. Ndio hivyo kutokana na mambo hali na uchumi unapokuwa na mabosi zetu ndio hivyo wanaangalia vitu vya bei rahisi.
Umekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu Jumanne ya leo. Tafadhali usikose kufuatilia kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni Samson Charles. Nikikutakia wakati mwema, endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV. Kurasa.